Mwatate, mimi Hezron Kimari. Katiba inawahakikishia Wakenya wote wakiwamo wanawake haki ya kumiliki ardhi, lakini kwa wanawake wa jamii ya Pokot hali ni tofauti. Wengi wao wanapitia changamoto nyingi kutokana na kasumba kwamba wanawake hawaruhusiwi kumiliki ardhi katika jamii hiyo. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Erastus Kibon ni kwamba baadhi ya wazee wa jamii hiyo wanakiri kuwa japo katiba inaruhusu wanawake pia kumiliki kipande cha ardhi, itachukua muda kwa hilo kutekelezwa katika eneo hilo. Katika kaunti ya Pokot Magharibi ambako milima mikali huenea hadi upeo wa macho, ufugaji hufafanua maisha ya kila siku. Hata hivyo, tamaduni zilizopitwa na wakati zinasheheni katika eneo hilo, hasa kuhusu swala la urithi wa ardhi. Licha ya kuwepo kwa katiba inayohakikisha haki sawa za umiliki wa mali kwa wanaume na wanawake katika jamii ya Pokot wanaendelea kunyimwa haki ya kurithi ardhi toka kwa baba na waume zao. Imani iliyojengeka ya kitamaduni kwamba wanaume pekee ndio wanapaswa kumiliki na kudhibiti kipande cha ardhi imewaacha wanawake wengi bila ardhi, mazingira magumu na bila sauti. Emily Langura, mama wa watoto wawili, ni miongoni mwa wanawake wengi wa Pokot wanaopigania sehemu yao ya ardhi ya familia. Baada ya kifo cha babake, anasema ndugu zake walimfurusha kwa lazima nyumbani kwao, licha ya makubaliano ya awali kwamba kila mmoja kati ya ndugu 6 atapata angalau kipande cha ardhi. Kati baba aliaga, sasa nikafurushwa huko nyumbani, nikuja kuishi hapa Kabibi. Nimeteseka muda yote since hiyo 2011, nimekuwa nikiteseka hapa Kabibi. Kati nilikubaliwa niingie kwa shamba, Musa akasema ataniua, akanitisha ataniua kwa sababu tu ya hiyo sehemu ya shamba. Na nikaona alikuwa serious kabisa, kwa sababu kuna wakati 2023 December alikuwa ananifuatilia kabisa mpaka nalipa mtu 50 bob niingie kwa nyumba. Paroda Ruto, mwanamke mwenye umri wa miaka 51 kutoka eneo la Kapsait. Matukio ni yayo hayo. Baada ya baba yake kuaga dunia mwaka 2019, kaka zake wawili walianza kumshinikiza aondoke nyumbani kwao. Sasa kwa kuwa hawezi kulima na bila mapato, Roda anajitahidi kulea watoto wake peke yake. Froze karibu mwaka 5 nikasikia akaniambia ati wa hiyo shamba yako imeuzwa, nikasema hakuna. Nikaenda kuangalia sasa kweli imesema kama nimekuwa shamba ya mtu. Na hivyo nikaanza kuita mimi mchawi. Akataka kunichoma. Mimi tukafangana, wazazi wangu akanisaidia mpaka wakashika hiyo watu nyalipata kuuawa mimi mpaka kwa polisi. Hiyo watu akasema sisi tutarudia tena, mtoto tutakusa mtoto wenu. Sio yeye peke yake. Kimerinyang, mjane na mke wa pili, anasema watoto wa marehemu mumewe walimpiga na kumpa notisi ya kuhama. Bwana yangu alifariki, wakaninyanyasa, wakiniambia hama kwa shamba. Sasa wakatumia kunibika. Licha ya katiba kueleza kwa uwazi kuwa wanawake wana haki sawa za umiliki wa ardhi na urithi, utekelezaji katika maeneo ya mbali kama vile Pokot ni mgumu kutokana na kanuni za kitamaduni zilizokita mizizi. Masitait Lokeles, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Pokot katika kaunti ndogo ya Pokot Kusini, amekiri kuwa katiba ya Kenya inawaruhusu wanawake kurithi ardhi kutoka kwa wazazi wao. Hata hivyo, anasisitiza kuwa masuala ya kitamaduni bado yana jukumu kubwa katika kubainisha iwapo wanawake wanastahili kutengewa ardhi au la. Anabainisha kuwa katika mila za Pokot, wasichana hawaruhusiwi kihistoria kurithi chochote kutoka kwa wazazi wao. Ile katiba ambayo iliyoko sasa amekubalia wasichana apatiwe shamba na wazazi yao. Lakini zamani zile, wakati katiba ya kwako ilikuwa tunasema Pokot, kama msichana ameenda kwake huwezi kurudi tena kwa baba. Lakini kwa sababu saa hizi watu mambo mingi amelete changamoto, shida mingi sana, lazima tuangalie masuala ya wasichana yetu. Erastus Kibon, KTN. Shukran sana.